Uko tayari, si ndio? Sawa. Habari za jioni Watanzania wenzetu, si ni alasiri tuseme ya. Watanzania wenzetu, kwanza kabisa kwa niaba yetu na kwa niaba yetu, kwa maana sisi jopo la mawakili ambao tutakwenda kuzungumzia washtakiwa wetu, na kwa niaba ya washtakiwa wetu ambao tutakwenda kuwataja, tunatoa pole nyingi sana kwa Watanzania kutokana na matukio ya kusikitisha sana, matukio mageni kabisa katika historia ya taifa letu ambayo yalitokea tarehe 29, 30, 31 na pengine tarehe 1, ambayo yalipelekea maumivu makubwa kabisa kwa maana ya vifo vya ndugu zetu, maumivu kwa ndugu zetu, majeraha kwa ndugu zetu. Tunaombea wale wote ambao wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awapokee, awajilie pumziko la milele. Lakini wale pia ambao wamepata majeraha na madhara mbalimbali, basi Mwenyezi Mungu aweze kuwapatia uponaji wa mapema. Lakini Watanzania pia ambao mioyo yao na roho zao zimeumia, wajipe moyo, naamini kwamba Mungu atatujalia namna bora ya kupita kipande hiki. Sasa kutokana na hayo matukio niliyoyasema, au kabla ya hayo matukio niliyoyasema, mnamo tarehe 27, nikianza na kesi namba 26388 ambayo inawahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao Watanzania wanaweza wakawafahamu kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jennifer Jovin almaarufu Nifa. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 na jeshi la polisi, na toka wakati huo amekuwa chini ya custody ya jeshi la polisi, na leo hii amefikishwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini. Mashtaka ya uhaini kama mnavyofahamu, kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa, mlikuwa mahakamani mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa, kulazimishwa kutoa maelezo, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani, na rejelea tu ile ambayo tumesema mahakamani, na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake, mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Ryamuya atoe amri kwamba kwa kuwa sasa wanakabidhiwa chini ya uongozi wa magereza, basi wapatiwe matibabu, na pia ripoti ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao 22 wa chini ya uongozi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, na pia ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama kuu. Mshtakiwa mwingine maarufu ambaye pengine mnaweza mkawa mnamkumbuka, anafahamika kama majina yake Samanda. Dakika moja najaribu kurejelea kwenye hati ya mashtaka, nisamee dakika moja. Jina lake ni Strong Income. Hilo ni jina la kibiashara. Anaitwa ni dada anaitwa Strong Income, naye ameshtakiwa pamoja na Nifa katika hiyo kesi niliyosema namba 2638 ambayo inabeba mashtaka ya uhaini. Majina yake rasmi anaitwa Rusimelda Bon Gregory Sila, ila almaarufu Strong Income. Mtafahamu kumekuwa na taharuki katika siku za karibuni kuhusu ni wapi huyu binti yupo, na kumekuwa na sintofahamu kwa mtaani kwamba pengine yuko huko au yuko kule, lakini hatimaye amekuja natumia neno kwa uangalifu kuibukia mahakamani, kwa sababu kama watu kadhaa wangetimiza majukumu yao ya kisheria kama sheria inavyoelekeza, hii sintofahamu pengine isingekuwepo. Ni watu tu kusema bana, wala msiwe na shida, huyu mtu tuko naye na tunamchakata kisheria na atafikishwa mahakamani, lakini amepotea, ametekwa, vitu gani, ni kwa sababu ya kama nilivyosema, kuna watu tunaamini hawakutekeleza majukumu yao kadri ambavyo
kadi ambavyo inapaswa. Kwa hiyo wote hao kwa pamoja kama nilivyosema, huyu Strong Income pamoja na almaarufu Nifa wamefikishwa katika mahakama hii na wameshtakiwa kwa mashtaka ya uhaini katika kesi niliyoitaja. Kwa hiyo tumeichakata hivyo. Upande wa mashtaka baada ya kutoa hoja zetu wameomba muda wa kwenda kujibu, na tutarudi tena tarehe 11 mwezi huu kwa ajili ya wao kuja kujibu, na baadaye mahakama iweze kutoa majibu kuhusu hoja zetu. Lakini ile hoja ya kwamba waende wakatibiwe na ripoti je mahakamani katika kesi hii mahakama imekubali. Kesi nyingine namba 36 ambayo ina jumla washtakiwa 76. Hawa mtaona wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Nifa na Strong Income, kesi yao nimetaja namba yake. Kundi la pili kuna washtakiwa mbalimbali wako 76 wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. Tulitoa hoja mbele ya mheshimiwa anaitwa Makube. Yeye amekubali tu hoja ya kwamba waende kutibiwa. Ile la kwamba ripoti yetu mahakamani yeye amekataa. Sasa of course mnaweza mkashangaa kwamba mbona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za kazi yetu, lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi ili uamuzi wa mheshimiwa Makube tuweze kuchakata kisheria kwamba ni kwa nini yeye amekataa ripoti. Watu wanasema wamepigwa, wakiwa chini ya uangalizi wa polisi, wameteswa na wana majeraha. Tunataka ripoti ije ili baadaye wakati kesi ya uhaini inaendeshwa isije kaonekana kama ni swala jipya, lakini yeye amekataa. Lakini tutakwenda mahakama kuu. Tunamshukuru mheshimiwa Yamuya, yeye tunaamini ametumia busara nzuri ya kisheria. Na kuna kundi kwa kama kusema 76 wameshtakiwa kwa kula njama ya uhaini kama wenzao na shtaka la uhaini. Kwa hiyo nao tumewawakilisha. Ndio kwa mahakamani mmeona tumwanulia mpaka na maji. Walikuwa wanalalamika huko polisi walikuwa hajapewa maji. Mpaka imebidi mawakili wa wakati ndugu zao walikuwa hatawafahamu wako wapi, watatafutwa na wataweza kutoa taarifa ili waweze kuja kuwahudumia. Kundi la tatu walikuwa ngapi wale? Kama 54 hivi, na wenyewe wana kesi nyingine, lakini kwa maana kwamba mbele ya hakimu mwingine, lakini maudhui ni hayo kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini. Kwa kuna makundi matatu katika mahakama hii ambao wanashtakiwa na hayo mashtaka ya uhaini. Ni mazito. Sasa iwapo kweli matukio haya yanajitosheleza kubeba haiba ya uhaini, ni swala ambalo tutalichakata mbele ya safari. Lakini sisi kwa kipande chetu kama mawakili, kwa hatua hii tumefika mahakamani, tumewapa huduma ya kisheria, na basi tutaendelea kufanya kazi zetu kama mawakili ili kuhakikisha kwamba haki kwa hawa ndugu walioshtakiwa mashtaka mazito namna hiyo wanaweza kupata siku yao mahakamani, so that they get their day in court. Ni hayo tu, labda kama kuna maswali moja au mawili ambayo tutajaribu kuyajibu. Pengine umesema kwamba watu hao ambao wameshtakiwa ni kosa moja la uhaini, kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini wenyewe. Maana yake hatuwezi kusema ni kosa moja. Sasa ndio mheshimiwa, labda utufafanulie. Okay fine, labda ni nani tunasema kwa kisheria mea culpa, my fault. Mashtaka yako mawili, kula njama ya uhaini na uhaini. Unajua sisi wana sheria, mtu akishashtakiwa kwa kosa kubwa, hili la kula njama ni kama linamezwa na ile kosa kubwa. Na mlipo mahakamani mmesikia tumetoa hoja kwamba kisheria ni makosa kumshtaki mtu na kula njama alafu na shtaka lenyewe mama. Na tumetoa pale kwamba mpaka mahakama rufaa wameshasema uwezi kisheria ni makosa kupoteza tu muda na nguvu kumshtaki mtu kwa kula njama na shtaka lenyewe mama. Kwa mheshimiwa Yamuya kama nilivyosema, baada ya kutoa hoja hiyo wenzetu wameomba mpaka tarehe 11. Mheshimiwa Makube bila hata kuwasikiza upande wa mashtaka ametoa majibu. Ndio maana tukasema hapana, haturidhiki na uamuzi wa mheshimiwa Makube. Ila mheshimiwa Yamuya so far tumeridhika namna ambavyo kama nilivyosema ametoa kabisa watu wakafanywa uchunguzi wa kitabibu na ripoti iletwe mahakamani. Ila bila mheshimiwa Makube hatujaridhika, na tumeomba kwamba tupatiwe mwenendo ili tuweze kwenda kupigania haki hawa 76 mahakama kuu. Kwa ni mashtaka mawili, kula njama ya uhaini, kutenda uhaini pamoja na uhaini wenyewe. Kama nilivyosema huwa tunasahau ile shtaka la kula njama kwa sababu alinamezwa na shtaka mama, na ndio hoja yetu mahakamani. Nifa ameshtakiwa kwa makosa matatu. Kuna kosa hapana kuhamasisha samani kuku. Sasa labda wewe tu ndio hukuelewa. Shtaka la Nifa ambalo ameshtakiwa peke yake, kwanza ameshtakiwa mashtaka mawili, kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza kwa washtakiwa wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu mali ya serikali. Nifa peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mjibu wa hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue
barakoa, sijui niseme kama neno sahihi, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa mtu yote anaweza akawa na maoni sasa, hata kama sio mwanasheria akawa na maoni iwapo hiyo ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu liko mahakamani, wacha tutachakata mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi wakati wa uchaguzi mkuu hati ya mashtaka, mimi mambo ya uchaguzi mkuu ilikuwepo mimi sijui, lakini nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu iwapo ni uhaini ya. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ya NIFA. Pengine kwa Batala, makundi haya yanaonekana na makosa ambayo yanafanana, makundi matatu hadi manne, na nyinyi mawakili na mawakili wa upande mwingine wa jamhuri ni wale wale. Nini unaweza kutupa kisheria, nini hasa ambacho kimetokea? Kwa sababu hao watu zaidi ya 100 kwa ujumla wake wangeweza kuwa kwenye kosa moja na mkaweza kukabili pamoja. Kitu gani ambacho kilichopo kwenye nguvu ya kisheria ambayo imepelekea kuwa na kesi 3 4 tofauti kabisa, mahakimu tofauti? Sasa hiyo ni prerogative ya waendesha mashtaka. Labda swali hilo ungelielekeza kwa DPP au maafisa ambao wanafanya kazi chini yake, kwamba nini kilichowasukuma au utashi gani ambao wasukuma wao kuzishtaki yani kesi 3 tofauti wakati maudhui ni yale, tukio ni lile na watu basically ni kama wamekamatwa in the same transaction. Sasa sisi kazi yetu ni kuwatetea hawa washtakiwa kwa kadri ya uwezo wetu. Kama nilivyosema, uamuzi wa kuwashtaki kwa uhaini in the first place, sisi kama wakili wa utetezi tunaona kuna changamoto kadhaa za kisheria na za kimantiki, lakini kwa kuwa swali liko mahakamani tutalichakata wapi? Mahakamani. Ila kama ungeniuliza mimi kwamba kweli ilikuwa ni sahihi kuwashtaki kwa uhaini kwa fact hizo, sijui ningekwambiaje, lakini yakane kusema tunaacha kwenye common sense ya umma, kila mtu ata process kwa kadri Mungu alivyomjalia uwezo wake wa kufikiri. Lakini sisi mawakili tuna maoni ambayo tutafikisha mahakamani kwa nguvu zetu zote kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa mahali fulani. Nafikiri